Si jambo la ajabu kuona vituko vya waendesha vyombo vya usafiri kama vile magari, pikipiki na vyombo vingine vya barabarani kila uchao, ambapo kwa makundi maalum wakiwemo wanafunzi, walemavu na wazee, huo ni mtihani mkubwa wa kila siku kwao na unaoweza kugharimu maisha yao kama utani tu ama kufumba na kufumbua. TriGen Media kwa kushirikiana na kikosi cha usalama barabarani makao makuu nchini Tanzania inaendelea na kampeni yake maalum ya kumulika usalama barabarani, na hii leo tunaangazia usalama barabarani kwa wanafunzi, adha wanazozipata na jitihada zinazofanyika kuhakikisha wanakuwa na elimu ya kutosha kuhusiana na usalama barabarani ili waweze kunusuru maisha yao wawapo barabarani. Fuatana nasi. Unapoagana na mwanao asubuhi akielekea shuleni, kumbuka na tambua kwamba ziko hatari kadhaa za barabarani ambazo zinaweza kumkumba na kugharimu maisha yake. Nyinginezo ni zile zinazosababishwa na waendesha vyombo vya usafiri, wapuuziaji, wazembe na wasiojali. Kutokana na hatari hiyo dhidi ya wanafunzi, hususan katika vivuko vya barabarani na namna ya kutembea barabarani, elimu imekuwa ikitolewa kuhakikisha wanakuwa salama muda wote. TriGen Media imefika katika shule ya msingi Chanika wilayani Ilala jijini Dar es Salaam kama moja tu ya eneo linalowakilisha shule nyinginezo. Yote hii ikiwa ni kutaka kufahamu kile kinachofanyika katika kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu kuhusiana na usalama barabarani. Elimu ya usalama barabarani inayoendeshwa na kikosi cha polisi usalama barabarani kupitia dawati la elimu makao makuu wala haiishii katika mistari ya pundamilia tu ama zebra iliyochorwa barabarani, bali wanaingia hadi darasani kufundisha. Sergeant Sylvester Maumba ni mmoja wa watoa elimu kutoka dawati la elimu polisi makao makuu, kikosi cha usalama barabarani. Kabla ya kuanza kufundisha darasani hapo, anapokelewa na wimbo maalum wa usalama barabarani. Lazima mjue taratibu za kuitumia barabara ili muwe salama siku zote mnapotembea barabarani. Sawa eh? Ndio. Sasa tunafahamu kwamba tunapotembea barabarani tunatakiwa tupite pembezoni mwa barabara, si ndio? Ndio. Lakini sasa tunapotakiwa kupita pembezoni mwa barabara upande gani? Kwa majina naitwa Glorious Bati, nasoma darasa la 5. Tunatakiwa tupite upande wa kulia. Mpigieni makofi. Mwalimu mmoja pekee hatoshi kunogesha somo, na hii ndiyo sababu ya Staff Sergeant Teresia Bayona kutoka dawati la elimu pia polisi kitengo cha usalama barabarani makao makuu, naye ni sehemu ya watoaji elimu kwa kundi hili la wanafunzi. Kwa majina naitwa Shufaa Rashidi Kapilima. Kuna aina mbili za vivuko za watembea kwa miguu. Amejaribu kidogo lakini bado sawa. Kwa majina naitwa Sasha Ope. Unazungumzia taa za barabarani kama vile nyekundu, njano na kijani. Sawa. Mpigieni makofi, amepatia. Taa za barabarani ziko za aina hizi mbili. Tunaelewana? Kuna zile taa zinazoongozea magari. Mmenisikia vizuri? Kuna zile taa zinazoongozea magari. Hizo taa zina rangi ngapi? Zina rangi 3, nyekundu, kijani na manjano. Sawa? Lakini aina nyingine ya taa ndio hii ambayo inaturuhusu sisi watembea kwa miguu tufanye nini? Tuzitumie. Kwa hiyo hizo taa zina alama ngapi? Ambayo ni rangi gani? Hizo taa ambazo zinaruhusu watembea kwa miguu zina rangi mbili, nyekundu na kijani. Na hizo taa kuna nyingine unaweza ukazikuta kwenye taa za kuongozea magari kwenye makutano ya barabara. Lakini kuna nyingine unaweza ukazikuta bahati nzuri zimewekwa barabarani kwa ajili ya kuvuka ya watembea kwa miguu kuweza kuvuka. Tunaelewana? Hizo sehemu ziko nyingi tu ambapo zipo.
Matendo huongea zaidi kwa sauti kuliko maneno, na kisha ukawadia wasaa wa kupata elimu kwa vitendo, moja kwa moja kutoka darasani na sasa ni barabarani kwenye eneo la kivuko. Baadhi ya wanafunzi wanawavusha wanafunzi wenzao. Ni baada ya kuwa na elimu ya usalama barabarani, lakini wao pia wanaweza kuongoza magari kwa kusimamisha kwa mujibu wa sheria ili kuruhusu watembea kwa miguu kupita na kisha kuyaruhusu yaendelee na safari zao. Ni kama vile tu wafanyavyo askari wa usalama barabarani. Wanafunzi wanafanya hivyo pia. Mbali na alama za barabarani kuwa bayana kabisa, lakini halahala mti na macho wapo barabarani na unapovuka, kwani baadhi ya waendesha vyombo hivi vya usafiri hawafuati sheria na wapuuziaji. Wanafunzi ni moja tu kati ya makundi mengine maalum ya watumiaji wa barabara kila uchao, lakini wao ni mara nyingi zaidi katika siku za juma wanapita barabarani waendapo shuleni, na hivyo kuwa katika mazingira hatarishi zaidi kuliko watumiaji wengine ambao kwanza ni watu wazima na pili wanasafiri kwa uangalifu sana na mara chache barabarani. Usikose kufuatilia kampeni hii ya usalama barabarani, uwe mmoja wa wanaoshiriki kuokoa maisha kutokana na ajali za barabarani ambazo hutokea kila uchao, na idadi ya ajali hizo imekuwa ikiongezeka kila siku. Hii ni TriGen Media.